neema ya kuanza upya. Grace to start afresh. Neema ya kuanza upya. Na nitasoma neno la Mungu katika kitabu cha Petro kwanza mlango wa 5 mstari wa 10. Na neno la Mungu linasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Mungu wa neema yote. Huu mstari unaanza kwa kitu kimoja ambacho kina define character ya Mungu. Kinaelezea yeye ni nani. Anavyosema Mungu wa neema yote, ni kwa sababu neema ya Mungu kwanza inagusa kila eneo la maisha yako. Haizuiliwi na yaliyopita wala makosa ambayo umeyafanya, mistakes ambazo umezifanya kwenye maisha yako, wala maumivu ambayo labda unayapitia sasa hivi. Yani Mungu alikuwa na kusudi na mateso na maumivu ambayo umepitia. Na anavyosema Mungu wa neema yote, inamaanisha hii neema iko kwenye kila eneo la maisha yako. Sio kwamba labda kuna eneo ambalo Mungu anaweza kukupa neema alafu lingine hawezi kukupa. Huyu anaitwa Mungu wa neema yote. Yani kwanza hii sentensi tu mimi ndani ya moyo wangu kwanza inanibariki. Kujua kwamba Mungu ambaye ninamwabudu, Mungu ambaye ninamtegemea ni Mungu wa neema yote. Kwa hiyo yani hii inamaanisha hakuna jambo ambalo kwenye maisha yangu mimi linaweza likanisumbua, likanipa shida ambalo sina neema juu ya hilo jambo. Kwa hiyo Mungu wa neema yote ni kitu kwanza ni sentensi ambayo inaanza katika mstari huu wa Petro kwanza 5 mstari wa 10. Na anayeongea hivi ujue ni Paulo. Ni mtu ambaye alikuwa na uelewa wa juu sana juu ya Mungu ni nani na juu ya neema. Mimi nasema kati ya watu ambao waliiona neema ya Mungu kwa namna ya ajabu sana ni pamoja na Paulo. Kwa sababu ukiangalia historia yake, alikuwa anaitwa Sauli. Ni mtu ambaye alifanya vitu vigumu sana. Aliua watu. Na sio kwamba aliua watu tu, aliua Wakristo. Aliua Wakristo. Yani unajua kuna kuua watu wenye hatia na kuna kuua watu wasiokuwa na hatia. Unaweza ukamuua mwizi kwa sababu alikuwa anakuibia. Unaweza ukaenda vitani ukamuua adui. Lakini tunavyomzungumzia Paulo ni mtu ambaye alikuwa anaua watu ambao hawana hatia. Watu walikuwa nyumbani tu wanamwabudu Mungu wao. Alienda akawaua. Huyu anaitwa Sauli. Alikuwa anaitwa Sauli. Kwa hiyo anavyokuja kuielezea grace, neema ya Mungu, anaelezea kitu ambacho anakijua. Sio kitu ambacho amekisikia au amefundishwa mahali, alikaa kwenye shule akafundishwa. Yani Paulo anazungumzia kitu ambacho amekiishi. Mungu wa neema yote. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia vile vile na wewe, kitu chochote ambacho unakipitia leo, kuna neema ipo kwa ajili yake. Kwa sababu ni Mungu, God of all grace. Sasa neema ni nini? Labda tuanzie hapo. Neema vile vile tunaita grace. Grace ni undeserving favor. Ni favor ambayo hukustahili. Ni upendeleo ambao hukustahili. Ni kitu ambacho hukustahili ndio kinaitwa neema. Undeserving favor, love, kindness of God, ambayo inakuwa freely given to mankind. Maana yake nini? Neema ni kitu ambacho kustahili, ambacho umepewa bure na Mungu. Kitu kizuri, sio kibaya. Yani neema
Hauwezi kuwa umepata magonjwa au kustahili magonjwa afu ukasema neema. Neema ni kitu kizuri ambacho umekipewa ambacho kukistahili, hasa kutoka kwa Mungu. Hiyo ndio inaitwa neema. Kwa Mungu anavyoitwa Mungu wa neema yote, ni Mungu ambaye anaweza akakupa vitu vyote vizuri ambavyo haukuvistahili kwenye maisha yako. Mungu wa neema yote. Nataka hicho kitu kiingie ndani ya akili zako. Mungu wa neema yote. God of all grace. Je, ni jambo gani ambalo linakupa shida? Ni jambo gani ambalo ukilitafakari unaona hivi ninaweza nikarecover kweli? Na kumbuka tunazungumzia neema ya kuanza upya. Neema ya kuanza upya. Lakini kwanza nimesema ni introduce Mungu, God of all grace kwako. Mungu wa neema yote umjue kwanza. Kabla tujaziangalia changamoto zako, nataka kwanza umjue huyu Mungu ambaye leo ninazungumza kwa habari yake. Ni Mungu wa neema yote. Chochote ambacho ni kigumu umekipitia, yeye yupo kwa ajili ya kukupa neema yote. Kwa hiyo anavyosema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu. Jambo la pili nataka ulione hapo ni yeye aliyetuita. Huku mbeleni kuna kitu nitakufundisha kuhusiana na neema. Kwa hiyo Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele. Kwa hiyo huyu Mungu wa neema sio sisi tumeenda kumtafuta. Ni yeye amekuja kututafuta akatuita. Hatuvuti, anatuita. Kwa hiyo neema iko kwa namna hii, unakaribishwa. Kwa hiyo neema inabidi uipokee mwenyewe. Ni maamuzi yako kuikubali neema. Ndio maana anasema ni Mungu aliyetuita. Nataka vile vile ujue hiki. Mungu anakuita, hakulazimishi. Alafu anaendelea kusema ni Mungu aliyetuita, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Ni yeye mwenyewe anayefanya. Yaani neema iko hivi. Mungu anataka kuwa in charge of every trouble that is troubling you. Mungu anataka achukue, yani ashughulike na kila tatizo ambalo linakusumbua. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kinawasumbua watu tunavyozungumzia neema ya Mungu. Kuna wakati katika fikra zetu kuna mtazamo fulani kwamba ili nikubalike mbele za Mungu inabidi kwanza nijitengeneze. Ili niende kanisani, nazungumzia kuanza upya. Ili nianze kuenda tena kanisani, inabidi kwanza nijifanyie toba, nijitakase, niwe mtu mzuri ndio niende kanisani. Hapa nasema ni yeye mwenyewe atakaye kutengeneza. Kwa neema inakualika kama ulivyo. Anatuita kama tulivyo. Yaani matengenezo utayakuta uko ndani. Huyu ndio Mungu wa neema yote. Mungu wa neema yote. Alafu Mungu ambaye ametupa neema ya kuanza upya. Kwa tunavyozungumzia neema ya kuanza upya tunazungumza nini? Kuna watu ambao wamepitia changamoto nyingi sana kwenye maisha. Na ni kwa nini nimepata msukumo kulisema neno hili na kusema nawe habari ya neno hili? Kuna watu ambao wamepata changamoto nyingi kubwa kwenye maisha. Kama anavyosema katika mstari huu, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Kuna watu ambao wamepitia changamoto nyingi kwenye maisha. Nyingi mno. Na hizi changamoto labda ni kutokana na udhaifu wako au makosa yako mwenyewe, au changamoto nyingine ni jinsi maisha yalivyo kwako. Yaani kwa mfano umezaliwa katika umaskini, haukupata neema labda ya kusoma shule, mambo yamekuwa magumu, umekuwa ukikataliwa, umekuwa ukibaguliwa, umekuwa ukijaribu vitu haviendi. Kwa umeishi kwenye yale maisha na kwenye ule mtazamo kwa muda mrefu. Lakini tunavyozungumzia neema kwanza upya sasa,
ni kwamba unafika mahali unasema kuanzia leo nataka nianze maisha mapya, niwe mtu wa tofauti. Lakini neema ya kuanza upya tena inalenga hasa wale watu ambao kuna kipindi kwenye maisha yao wamekipitia. Kile kipindi sio kizuri, kimewaharibu, kimewavuruga, kimewakatisha tamaa, na ni kama wamepoteza tumaini la maisha kabisa na hawajui wafanyeje. Kwa hiyo ukiendelea katika maisha ya namna hiyo, mwisho wako hautakuwa mzuri. Lakini sasa kuna neema inayokuja kukuambia unaweza kuanza upya. Labda kwa mfano, umekuwa kwenye mahusiano na mtu kwa muda mrefu na yale mahusiano yamekusumbua na kuna vitu vingi vimetokea. Labda huyu mtu amekufanyia vitu ambavyo vimekuvunja moyo na kukukatisha tamaa kabisa. Na unaona hadi utu wako, uthamani wako umekwisha kupotea na haujui unafanyaje na unaendeleaje. Sasa je, utaendelea hivyo hivyo au unaweza kufanya maamuzi ya kuanza upya? Ndio maana hili neno, kuna neema ya kuanza upya. Unaweza ukaanza maisha yako upya tena. Labda ni mtu umetumbukia katika dhambi na uovu. Ulikuwa ni mtu mzuri, unamwabudu Mungu, ni mtu mzuri, unaomba, umeokoka, unamwamini Mungu, lakini umerudi nyuma na umefanya vitu vingi na umebadilika na umekuwa mtu wa tofauti sana. Labda kwa sababu ya hayo maisha ulioishi, labda vile vile umepitia changamoto nyingi, mambo yako yameharibika. Sasa kuna neema ya kuanza upya tena. Ipo hata kwa ajili yako wewe. Unaweza ukaanza upya katika Kristo Yesu na maisha yako yakawa mazuri tu. Inawezekana kabisa. Na mtu mwingine ambaye anaweza kuanza upya vile vile ni yule mtu labda ambaye labda ulikuwa kwenye ndoa, ulikuwa kwenye biashara, ulikuwa kwenye kitu fulani, umepata hasara. Ngoja kwanza nianze wale kwenye biashara na kazi. Umepata hasara kwenye biashara, kila kitu kimecollapse. Kuna neema ya kuanza upya tena vile vile. Wewe ambaye labda ulikuwa kwenye biashara au kwenye kazi, labda ni mtu amekusaliti, labda umepata hasara au umeibiwa. You can start again. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Hata kama umepata hasara, usikate tamaa. Alafu vile vile labda kwenye ndoa, ulikuwa kwenye ndoa, ndoa imevunjika, umeachwa au umeachika. Umeachwa na familia na watoto, hujui unaanzaje, au umeachika hujui unaanzaje. Kuna neema ya kuanza maisha yako upya. Hata kama umepoteza vitu vingapi, kuna neema. Yaani Mungu anavyosema ni Mungu wa neema yote. Kokote ulipo, kuna neema iko kwa ajili yako huko ulipo. Kwa sababu kwanza nimekuambia neema inakufuata. Huku mbele tutaona. Kwa hiyo nataka nizungumze na watu wa namna hii. Lakini nataka niende na wewe kwenye Biblia tusome habari ya mtu mmoja ambaye alianza upya. Alipata hii neema. Huyu mtu anaitwa mwana mpotevu. Mwana mpotevu ni mtu ambaye alipata neema ya kuanza upya. Na ninataka tusome habari yake alafu kuna vitu tutajifunza kuanzia pale. Hii habari inapatikana kutoka katika kitabu cha Luka mlango wa 15. Nitasoma alafu nitakupa maelekezo kule mbele. Nitasoma mpaka pale nitakapoishia. Kuanzia mstari wa kwanza unasema, basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Huyu ni Yesu. Hapa anazungumza habari za Yesu. Mafarisayo na waandishi, mstari wa pili, wakanungunika wakisema, mtu huyu hakuwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Yani wanamnungunikia Yesu kwa sababu anakula na wenye dhambi. Tutajua maana yake kumbeleni ni nini. Sasa Yesu akawaambia mfano huu akisema, mstari wa 3 huo, tunaenda mstari wa 4. Akasema katika mstari wa 4, ni nani kwenu mwenye kondoo 100? Ambaye akipotewa na mmojawapo asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amuone. Kwa hii ndio neema tunayoizungumzia sasa. Na akiisha kumuona humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Kwa hiyo Yesu akaanza kuwaelezea ile habari
ya jinsi neema inavyofanya kazi, kwamba Yesu amekuja kuwatafuta watu wa namna fulani. Sasa ukishuka hapo chini kuanzia mstari wa 11, sasa ndo analeta ile habari ya mwanampotevu. Anasema hivi, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akasimama na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Hapa ameamua kuanza upya. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmojawapo wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Unamuona kwamba alikuwa amepoteza kila kitu, hata viatu alikuwa na. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Umeona? Naomba niishie hapo. Wakaanza kushangilia. Kwa nachotaka uone jinsi huyu mtu alivyoamua kuanza upya. Sasa huyu mwanampotevu, ukiangalia habari yake hapa, ni kijana ambaye alikuwa ameishi kwenye familia ya kitajiri yenye fedha na uwezo, na baba yake alikuwa na mali nyingi. Na siku moja akaamua kumwambia, baba, nipe sehemu ya mali yangu. Akaondoka na zile pesa, akaenda kula raha. Yaani maisha sasa hivi wanasema akaenda kula bata. Akachukua zile pesa, akaenda kufanya anasa. Akawa anakula raha duniani. Anakula bata kama wanavyosema sasa hivi. Kwa hiyo akaishi maisha ya namna ile, na maisha ya namna hiyo mwisho wake ni mbaya tu siku zote. Maisha ya anasa ni maisha ambayo hayana mwisho mzuri. Kwa hiyo alivyofanya vile vitu, akafilisika, akawa hana pesa, hana marafiki, akaondoka akaenda shambani. Sasa nikwambie kitu kimoja, raha hauli shambani, unakula mjini. Na alivyofilisika hapa, alienda shambani kijijini. Kwa hiyo huyu aliondoka mjini, alishindwa kuishi maisha mjini, akaenda kijijini. Huko ndo watu wanalima na kufuga nguruwe. Nguruwe huwezi kufuga mjini, kwanza kwa sababu ya ile harufu. Huwezi kufuga nguruwe mjini kabisa. Watu wanaofuga nguruwe wanafuga nguruwe nje ya mji. Kwa hiyo akatoka nje ya mji, akapata mtu mmoja, akamfanya kuwa mlisha nguruwe. Sasa kwa Wayahudi, unajua nguruwe ni najis kwao. Kwa ilikuwa ni kazi ya fedhea. Ilikuwa ni kazi ambayo ilimtweza utu wake, kwa sababu Myahudi hagusi nguruwe wala hali nguruwe, ni kitu najis kwao. Kwa hiyo akapewa ile kazi ambayo ilikuwa wanapewa watu wa kudharauliwa. Lakini vile vile inamaanisha aliondoka kwa watu wao, jamii ya Wayahudi, akaenda kwa mtu ambaye sio Myahudi, kwa sababu Myahudi hawezi kufuga nguruwe. Ndugu zake, watu wa kabila lake, watu wa taifa la kwake walishindwa kumsaidia, akaenda kwa mtu ambaye sio Myahudi.
Na ni mtu alikuwa na pesa, lakini watu wote wamemwacha. Unajua unavyokuwa na hela utapata marafiki wengi sana, utapata ndugu wengi sana, lakini siku zikiisha undugu unakufa, urafiki unakufa. Kwa hiyo katika mji wote, sehemu zote kwa anafanya starehe, wote walimchoka. Akaenda kijijini kwa mtu wa mataifa mengine, na yule mtu akamfanya alishe nguruwe. Sasa akiwa katika ile hali ngumu ya kukata tamaa na ya maumivu kwa muda mrefu, ndio siku moja akafikiria akasema, let me start again. Na nachotaka nikuambie, kuanza upya, hii ni pointi ya kwanza, andika. Kuanza upya kunahitaji unyenyekevu. Huwezi kuanza upya kama huna unyenyekevu. Haiwezekani. Kinachokupa wewe kukubali kuanza upya ni unyenyekevu ndani ya moyo. Kwa hiyo huyu mwanampotevu alinyenyekezwa na zile shida alizokuwa nazopitia, akaamua kuanza upya. Mawazo yakamjia, sensi ikaja ndani yake, akasema, hivi nikienda kwa baba yangu niwe tu mfanyakazi wa kawaida, hivi si nitalipwa vizuri kuliko huku nilipo? Acha mimi niende kwa baba yangu, nitubu, nimwambie nimekosea. I want a new start. Na sitaki unichukue uniweke mezani na wanao. Mimi nataka mwanzo mdogo, nifanye tu niwe mfanyakazi wako. Hii ndio hekima iliyomuingia. Sasa alivyoenda kwa baba yake ndo tunapoona sasa Mungu wa neema yote. Huyu baba ndio kama Mungu wetu. Alivyofanya hiyo maamuzi na kuchukua hatua ya kuja kwa baba yake alivyomuona, mwanangu anakuja kwangu, Biblia inasema alimkimbilia. Mstari wa 20, akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Kwa ili neema ifanye kazi, kuna maamuzi lazima ufanye. Ukisha yachukua ya maamuzi, Mungu akaona ile nia yako, anakuja huko ulipo kukusaidia. Unaona, huyu baba hakusubiria mtoto afike nyumbani. Alivyomuona kwa mbali, alimuhurumia, akaenda mbio. Baba huyu anamkimbilia mtoto wake, akamwangukia. Hakuanza kumhukumu, akamuangukia, akambusu, akamkaribisha nyumbani. Kwa kitu cha kwanza lazima ufanye maamuzi. Nimesema lazima uwe na unyenyekevu, ukubali kuanza upya. Cha pili, maamuzi. Ufanye maamuzi, uchukue hatua. Na hapa kuna kitu nataka nikuambie kwamba kila siku unayoipata kutoka kwa Mungu ni neema ya kuanza upya. Kila siku unayoipata kutoka kwa Mungu ni neema ya kuanza upya. Yaani wewe kuamka tu ukawa hai, hiyo ni neema ya kuanza upya. Yaani Mungu amekupa neema ya kuanza upya. Unaweza ukaamua asubuhi ya leo, ninaanza upya. Kila siku, kwa sababu kuna neema ya Mungu ambayo ipo kila siku kwa ajili yetu. Yaani kila siku inatoka kwa Mungu, kuna neema ipo. Unaweza ukaamua. Swala la kuanza upya ni swala la maamuzi yako. Kitabu cha Maombolezo 3 nitasoma kuanzia mstari wa 22 na 23. Neno la Mungu linasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Kwa hiyo huruma na neema ya Mungu ni mpya kila siku asubuhi. Kwa hiyo kila siku unayoipata ni siku ya wewe, ni neema ya wewe kuanza upya kila siku. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuanza upya kila siku asubuhi. Yaani kila siku una nafasi ya kufanya maamuzi. Na mimi nachoweza kukuambia, kama kuna kitu chochote, sio lazima maisha yako yawe yameharibika kabisa. Kuna kitu unaweza ukakianza upya kwenye maisha yako. Labda wewe ulikuwa ni muombaji, umeacha kuomba. You can start again. You can start afresh. Unaweza kuanza upya.
Labda kuna kitu ulikuwa unakifanya tu cha kawaida. Yaani hapa tuzungumzie mtu ambao maisha yashaharibika kabisa. Nazungumza hata kwa ajili ya watu ambao labda ulikuwa una utaratibu wa kujisomea Biblia kila siku lakini umeacha. You can start afresh. Unaweza kuanza upya. Ulikuwa unajitolea kanisani lakini umeacha. Unaweza kuanza upya. Kitu chochote, hata vitu vidogo, unaweza ukaanza kusoma upya. Wewe usiangalie miaka yako. Unaweza, hiyo neema ipo. Yaani Biblia inasema ni Mungu wa neema yote. Unaweza ukaanza kumtumikia Mungu tena. Unaweza. Yaani haijalishi ni miaka mingapi au ni mzee kiasi gani. Musa alianza akiwa na miaka 80. Unaweza. Kwa hii neema ipo na lazima uanze taratibu. Lazima uanze kidogo. Alafu Mungu atakuongeza. Huyu mwanampotevu kati ya hekima aliyokuwa nayo ni ya kwenda kwa baba yake na kumwambia, baba, nifanye mtumwa. Na I want to start small. Nianzie chini. Alafu kama neema itanisaidia nitafika huko juu. Kwa hiyo hii neema ipo kwa kila mtu na ni mpya kila siku asubuhi. Sasa, kuna vitu nataka kujue juu ya hii neema ya kuanza upya. Hii neema ya kuanza upya ambayo Mungu anaizungumza katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:10 ni neema ambayo haijalishi umepitia nini. Hii neema ya kuanza upya haijalishi umepitia nini. Iwe ni makosa yako mwenyewe au changamoto za maisha. Kuna neema ya kuanza upya kila siku. Nataka ujue ipo hiyo neema ya kuanza upya kila siku. Na upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko failure zako, kushindwa kwako. Yaani upendo wa Mungu ni mkubwa. Unajua wewe unaweza kujiona umekosea sana, lakini upendo wa Mungu ni mkubwa sana. Ndio maana huyu mwana mpotevu alikuwa anajiona mimi sifai, kumbe baba yake alimpenda sana. Hakuenda kuwa mjakazi. No. Ule upendo ni mkubwa sana. Haijalishi umepitia nini. Nothing is too hard for this grace. Yaani hakuna kitu ambacho hii neema haiwezi kufix kwenye maisha yako. Kwa hiyo, kama ulianguka, ukapotea kwenye vitu fulani, neema hii ipo kwa ajili ya kukuinua tena. Kitu kingine ambacho nataka ujue kuhusu hii neema ni kwamba hii neema ya kuanza upya ni neema inayokupa nafasi ya kujenga maisha yako kwa upya. Usijikatie tamaa. Unaweza ukaanza maisha yako kwa upya. Unaweza ukaanza tena, ukawa mtu wa tofauti, ukawa mtu bora kuliko watu walivyokuwa wanakuona au ulivyokuwa unajiona wewe mwenyewe. Yaani kuna changamoto ukipitia kwenye maisha zinakuvunja moyo. Unafika mahali unaona maisha yako yameshaharibika moja kwa moja. Mfano, kuna mama mmoja mimi ambaye namjua, na huyu mama alikuwa na neema ya kuanza upya kweli. Nilikuwa nahubiri mahali na nakumbuka wakati wa maombezi Roho Mtakatifu akawa ameniambia kuna mtu ana shida ya mgongo, muombee. Ni mwanamke. Nikamuita yule mama. Nikamwambia una shida ya mgongo na Mungu anataka nikusaidie, nikuombee. Akaniambia ndio, na shida ya mgongo sana. Nikamwambia lakini wewe umekuwa ukiomba habari ya mgongo. Mungu anasema shida sio mgongo. Shida, kuna changamoto ulizozipitia zimekuachia majeraha. Hayo majeraha ndio yamefungua mlango wa wewe kuumwa. Kwa hiyo hayo majeraha yakiondoka unapona mgongo. Nikamwambia kuna vitu ambavyo umepitia kwenye maisha vimekuvunja moyo sana. Yaani ile nimesema tu hivyo. Akaanza kulia pale pale yule mama. Kwa kifupi ni kwamba nilimwombea uchungu utoke moyoni na mizigo iliyokuwa imemlemea moyoni, na akapona instantly pale pale. Kwa hiyo
akasema ngojeni niwape ushuhuda wa maisha yangu. Yule mama aliolewa na mwanaume. Anasema mimi nilikuwa ni mchapa kazi sana, ni mtu nafanya kazi sana, na nilikuwa najituma, ni mwanamke ninayechapa kazi na kujituma. Kwa hiyo akaolewa na mwanaume ambaye hafanyi kazi, ni mjanja tu, mtu wa dilidili mjini, lakini sio mtu wa kazi. Anasema alivyolewa na yule mwanaume, yeye kwa sababu ni mama na hataki aibu nyumbani, akafanya kazi, akajenga nyumba, akanunua viwanja, akajenga nyumba, akaanzisha biashara. Ni mama zamani hizo anasema alikuwa anakaa ni maisha kama ya kijijini. Akawa na ng'ombe, akawa na kuku, anafuga, analima na anafanya biashara za sokoni. Maisha yakawa mazuri, lakini kila kitu kwenye nyumba anachokiendesha ni mama. Kilichotokea wakati ameenda kuhangaika huko na huko shambani kwenye kilimo, kumbe mme wake ameshauza ile nyumba ambayo mama ameijenga. Akaiuza ile nyumba, akauza na ng'ombe wake, akauza na kuku wake. Ni siku moja tu alishangaa anakuja kutolewa kwenye nyumba. Kile kitu kilimvunja sana, kilimvunja moyo yule mama. Kwa hiyo yule mwanaume akaondoka, kumbe ana nyumba ndogo, ana mwanamke mwingine. Wakaenda kutumia zile hela zote, na kumbe alikuwa anachukua hela za nyumba kidogo kidogo kwa sababu ya madeni na nini na nini na nini, ndio akaamua kuiuza. Kumbe anakula zile pesa na mwanamke mwingine. Kwa hiyo huyu mama akafukuzwa kwenye nyumba, huyu mwanaume akaondoka, yeye akawa na sehemu ya kwenda kukaa. Akaenda kukaa kwa mwanamke huyo. Huyu mama akasema nitaanza upya. Anasema akaenda kwa kaka yake, akamuomba, alikuwa na kinyumba kiko hapo pembeni cha wafanyakazi. Akakaa pale, akasema nitaanza maisha upya. Akaanza upya. Akaendelea na biashara zake za sokoni, akaendelea na kilimo, akaanza kufuga pale pale kulikuwa kuna eneo. Anasema ndani ya muda mfupi kama miaka 3 akanunua kiwanja tena. Alivyonunua kiwanja akaanza kujenga tena. Ndani ya miaka 2 akawa amemaliza. Wakati anajenga, yule mme wake kule akawa ameshafukuzwa na yule mwanamke, si hana hela. Ameshafukuzwa, hela zimeisha, akafukuzwa, maisha kama magumu. Kwa yule mama akaondoka kwa kaka yake, akawa amehamia kwenye nyumba yake na watoto wake. Yule baba akaja tena akaanza kumuomba, naomba nisaidie, sina mahali pa kwenda, na nini, nateseka. Yule mama ana huruma na alikuwa amempenda yule baba, akamkaribisha tena. Story ni ndefu, lakini kwa kifupi amemkaribisha yule baba, akafanya kitu kile kile tena. Alivyokaa pale anakula na kunywa bure, anapata na pesa hapo kwa mke wake, akatafuta mwanamke mwingine tena. Akauza vitu vya yule mama tena. Akauza na ile nyumba tena. Sasa mama anasema, wakati huu mimi nilikuwa nimeshachoka, sasa hivi umri umeshaenda. Nina miaka 50 plus. Ile nguvu ya kufanya kazi kama zamani sina. Kwa hiyo huyu amenirudisha nyuma, kama amemkatisha tamaa sana. Hana nyumba, hana nini. Kwa sasa navyokutana naye yeye, ndio anaanza upya. Hii neema ya kuanza upya. Ingawa alikuwa amechoka, miaka 50 plus, aliamua kuanza upya tena. Akasema, mtumishi, sasa nimeanza upya tena. Na sasa hivi nimeshajenga kanyumba changu cha vyumba 2. Lakini sasa shida, ninaumwa kwa sababu nafanya kazi sana. Ndio maana ninaumwa. Ninakimbia na ng'ombe, nakimbia na shambani, nakimbia na nini. Kwa hiyo nguvu ya kufanya kazi kama mwanzo sina, ninalemewa, ndio maana ninaumwa. Kwa hiyo nikamwombea pale, akawa amepata ule uponyaji. Lakini kitu ambacho kiliwashangaza watu ni kwamba ilikuwaje huyu alikuwa na hiyo neema ya kuanza upya. Ni kwa sababu moja, aliamua kufanya maamuzi. Kwenye maisha yako, kila unapoanguka na kupitia changamoto kubwa, na changamoto kubwa zinazokashaga watu ni hizi hasa za mahusiano. Ni aidha mahusiano kwenye biashara na kazi, mahusiano na mtu kama haya ya kindoa, yanavunja watu moyo sana, kiasi kwamba unakata tamaa ya kuanza upya. Unaona hamna sababu.
Huyu mama alikataa kukata tamaa, akaamua kuanza upya kwa sababu alifanya maamuzi. Sasa hii neema, nimesema neema ya kuanza upya inakupa nafasi ya kujenga maisha yako kwa upya. Yani Mungu anakusubiria uanze upya. Ukishaanza upya, yuko kwa ajili ya kukusaidia. Yupo kwa ajili ya kukusaidia. Yani usikate tamaa, haijalishi ni kitu gani umekipitia kwenye maisha yako. Kwa hiyo unavyopitia changamoto, sasa huyu baba sio kwamba alimwacha huyu mama tu, alikuwa ameshamchafulia na jina, ameshamuita na mchawi, ameshamuita na ni mwanamke jeuri. Unani control, mimi ni mwanaume, unataka kunipandia kichwani. Alikuwa ameshamfanyia mambo magumu kwa muda mrefu, mpaka anafikia kuuza nyumba sio kitu cha mara moja. Alimtesa huyu mama kwa muda mrefu. Neema ya kuanza upya inakusaidia wewe kutengeneza new identity. Unajua kati ya kitu ambacho kinafanya watu wanashindwa kuanza upya ni kwa sababu changamoto uliopitia inakubadilishaga utu wako. Unaanza kujifikiria kwa tofauti, unaanza kujiona kwa tofauti, na watu wanakuona kwa tofauti. Lakini sasa hii neema inaweza ikakufanya ukawa mtu wa tofauti. Na nachotaka uone huyu mtoto alivyokuja, baba yake alisema kwanza wambadilishe mavazi, kwa sababu yale mavazi yalikuwa yanamuonyesha huyu mtu ni kibarua. Alikuwa amevaa mavazi ya kibarua, alikuwa hana viatu, alikuwa ni kibarua au mtumwa kwa zamani zile. Kwa hiyo baba yake akasema, nataka kwanza nibadilishe utu wako uwe mtu wa tofauti. Kwa hiyo akawaambia wale watu, leteni mavazi, aoge, abadilishe nguo. Hii inamaanisha kwamba kuna neema ya kukufanya kuwa mtu mpya. Haijalishi watu walikuwa washakuona wewe ni mtu jeuri, mtu katili, mtu usiyekuwa na future, mtu unayependa starehe na anasa. Kuna watu wengine wameingia kwenye ulevi, watu washakuona wewe mlevi. Lakini neema inaweza kufanya kuwa mtu wa tofauti. Yani Mungu anaweza kubadilisha hilo vazi la ulevi lilokuvaa ukawa watu wakakuona mtu wa tofauti. Ni ikiwa tu utakubali sasa kuanza upya. Hii neema ipo kama utaamua kuanza upya. Alafu kitu kingine, jinsi gani sasa hii neema inafanya kazi? Kwanza, neema haifuti yaliyopita, bali inakupa nguvu ya kuanza tena na kuyafanya yale uliyoyapitia kuwa ushuhuda wa neema na wokovu wa Mungu. Yani neema haifutagi yaliyopita, ila inayageuza kuwa ushuhuda. Sasa hapa watu wengi wanakosea sana. Watu wengi wanafikiria neema ya kuanza upya inamaanisha Mungu atayafuta yale ya zamani kabisa, yani hakuna mtu atakumbuka. Mungu amesema tu hatakumbuka dhambi zako, anazifuta dhambi wala hatazikumbuka. Lakini remember, your past is your testimony. Yani leo tunazungumza habari ya Paulo kwa sababu yale aliyoyapitia yameandikwa kwenye Biblia. Alikuwa muuaji. Leo wewe kama ni muuaji, umetoa mimba 2, 3, 4. Mimi nishakutana na dada mmoja ametoa mimba zaidi ya 6. Lakini neema ikamfanya kuwa mama. Yeye anavyozungumza na wewe sasa hivi ni mama. Nimekutana mwanamke mwingine ananiambia, mimi nishatoa mimba, sijui nishatoa ngapi, nilishahesabugi nikachoka. Leo ni wake za watu, wako ndani ya ndoa. Sasa ni kitu gani ambacho neema inafanya? Neema inabadilisha yale uliyoyapitia, yale mambo magumu kuwa ushuhuda, haiyafuti. Yani kuna watu wanataka kufuta their past. You can't. Na wala kwenye Biblia hiyo kanuni haipo. Watu wote ambao Mungu aliwatumia kwenye Biblia, their past is there. Utaenda utaisoma, imeandikwa. Ili ujifunze, ili uone wema wa Mungu, ili uone jinsi Mungu anavyookoa na kufungua watu. Ndio maana inaandikwa. Na wewe lazima ujue kwamba neema haifuti yale uliyoyapitia, bali inayabadilisha kuwa ushuhuda. Kuna mhubiri mmoja wa Kimarekani na anaitwa Liu Ingo. Ni mhubiri ambaye anafanyaga maombi sana ya toba kwa vijana. Anajaza stadium watu 20,000 hadi watu 100,000
nilimwangalia miaka michache iliyopita, alikuwa Brazil, anafanya uwanja ulikuwa na watu 200,000, watu 200,000, anafanya mikutano kwa ajili ya toba, kuombea nchi, kuombea vijana. Lakini yeye mpaka leo anasema mimi nilikuwa ni addict wa pornography. Ni ushuhuda wake kwamba mimi nilikuwa ni addict wa pornography. Ninaangalia pornography asubuhi, mchana na jioni, mpaka ikaharibu maisha yangu kabisa. Kwa anasema alienda kwa mchungaji wake, mtu ambaye alimuamini. Usiende kwa mtu yoyote tu, unaenda kwa mtu ambaye unamuamini. Tena umwambie Mungu akuhakikishie kabisa kwamba mtu ni wa kuaminika. Akaenda kwa mtu wa namna hiyo, akamueleza shida yake kwamba mimi nina shida ya pornography. Anasema yule baba ambaye alikuwa ni mchungaji wake akaanza kumfanyia counseling na maombi, akamsaidia, akamwambia kwanza, kuanzia leo sitaki utumie smartphone. Akamnyang'anya simu, ilikuwa ni miaka ya 2000, ya 2000. Akamnyang'anya, kipindi kulikuwa hamna smartphone, akamnyang'anya yale masimu makubwa, ilikuwa kipindi hicho na kompyuta. Akamwambia hapana, leta hapa, hamna kushika hivi vitu tena, tumia simu za kawaida. Akamfuatilia, akapitia ile struggle, hakuacha siku moja. Akawa anaenda anaanguka narudi, anaenda anaanguka narudi. Lakini yule mtu alikuwa pale, akimwambia unaweza ukabadilika ukawa mtu mwingine. Yani hiyo neema ya kuanza afresh iko kila siku. Neema ya kutubu na kuanza afresh iko kila siku. Na hivyo nataka nikwambie leo, hayo mambo kwake sasa hivi ni historia, lakini ni ushuhuda. Anawaambia watu, mimi Mungu aliniokoa. Wewe kijana, kama unapitia shida, ni pornography, ni addiction yoyote ya pornography, ya madawa ya kulevya au ya nini, Mungu anaokoa. Kwa hiyo alianza maisha yake. Anasema yeye alichelewa kuoa. Yani hilo tatizo lilimsumbua, alikuja kuoa akiwa na miaka 40 na. Lakini alivyoamua katika miaka yake 40 kwamba ninaanza upya, ninaachana na hivi vitu vyote, nataka kuwa mtu mwingine, Mungu alimfanya kuwa mtumishi, na Mungu alimfanya kuwa baba wa familia na mume bora. Ana watoto 4. Ni ushuhuda wake. Neema ya kuanza upya haifuti yale uliyopitia, bali inafanya kwa ushuhuda. Hata katika mahusiano, kama umesalitiwa, umeachwa, kuna mtu amekuchezea, amekutapeli, neema inayafanya hayo kuwa ushuhuda. Yani inayafanya yale uliyopitia kuwa ushuhuda. Yani ndio neema ya kuanza upya, na usitake kuyafunika, na usitake watu wayajue. Nakumbuka kuna mtumishi mmoja alipata kesi kubwa sana. Yule mtumishi alikuwa ni mzinzi. Alikuwa na mahusiano na wanawake wakati akiwa bado kwenye miaka yake ya kwanza ya utumishi. Na alikuwa na shida hiyo. Leo anatembea na mwanamke huyu, kesho na huyu, kesho na huyu, na bado ni mtumishi. Lakini alikuwa mdogo, alikuwa hajawa mtumishi mkubwa bado. Lakini alifika mahali akaniambia, bwana mtumishi, nilifika mahali nikaamua, akaona kwamba hichi kitu kitamsababisha hataweza kuingia mbinguni na mwisho wake utakuwa mbaya. Kwa hiyo akaamua kuanza upya, akaamua kugeuka na kuacha yale mambo alikuwa anayafanya ili amtumikie Mungu katika uaminifu na utakatifu. Alivyoamua kuanza maisha yake kwa upya, akavunja mahusiano na watu wote wale, akaanza kumtafuta Mungu. Na ni kweli Mungu alimsaidia akawa mtumishi mkubwa sana. Lakini sasa yale mambo alijaribu kuyaficha, kuyafukia ili yasionekane. Hakuyafanya kuwa kama ushuhuda, aliamua kuyafukia. Kilichotokea ni kwamba baada ya kuwa amekuwa mtumishi mkubwa, sasa wale watu wakaanza kuna kitu nataka kublackmail. Anamfuata, anamwambia, mimi nitawaambia watu ulikuwa na mahusiano na mimi, ulikuwa unafanya 1, ulikuwa unafanya 2. Kwa hiyo wale watu wakawa wanamfuata, ni kama kumsumbua na kumtega. Wengine wanataka hela, wanawake wengine walikuwa wanataka, kwa sababu wanawake ambao walikuwa nalala nao kipindi hicho walikuwa ni wauni tu. Wengine wanataka hela, wengine wanataka yale mahusiano yaendelee. Mimi nikamshauri, nikamwambia, mtumishi, ili hao watu wasiwe na nguvu ya kukusumbua, fanya your past to be your testimony. Toa ushuhuda kwamba mimi nilikuwa na tatizo fulani na Mungu ameniokoa. Wakija, wala hakuna mtu atakayekusumbua. No,
Unasema hawa ndio ule ushuhuda niliokuwa nawapaga ndio hawa sasa. Kwa hiyo neema ya kuanza upya inafanya ulioyapitia kuwa ushuhuda, na ushuhuda unajenga, na ushuhuda unakuweka huru, na ushuhuda unamfanya Mungu aonekane kwamba anaweza. Lakini kitu kingine, jinsi neema inavyofanya kazi, neema inakufuata ulipo, sio wewe unaifuata. Inakufuata ulipo, sio wewe inayokufuata. Wala hii neema haitaki wewe uwe pale ulipotakiwa kuwa ili sasa ikusaidie. Maana yake ni hivi, kwa mfano, umemwacha Mungu, hauendi kanisani, uko mbali na Mungu. Neema ya Mungu itakufuata huko huko. Hata kama uko kwenye ulevi itakufuata huko huko. Hata ni kwenye uzinzi itakufuata huko huko. Neema ya Mungu haitaki kwamba eti sasa ili Mungu akurehemu itabidi sasa uache vile vitu, utoke huko, labda uje kanisani ndio upate neema huko. Neema ya Mungu inakufuata huko ulipo. Unatakiwa uikubali ukiwa huko ulipo. Na unajua Mungu anazungumzaga na watu mara nyingi sana. Mimi nakumbuka kuna kijana mmoja ambaye neema ilimfuata alipo. Alinipigia simu, ilikuwa ni saa 4 asubuhi. Akaniambia, mtumishi, ninaongea na wewe kwenye simu sasa hivi. Hapa nilipo nimelewa. Hapa nilipo kuna wanawake. Alikuwa ni mzinzi. Ananiambia, mimi nilikuwa nimelala na wanawake hapa, nimeokota huko baa, nimefukuza. Yaani ninavyokupigia simu ndio nimetoka kumfukuza. Akaniambia, mtumishi, nimemfukuza huyu dada. Nikasema leo napiga simu, sitaki ya maisha. Ni kwa sababu gani? Ananiambia, mpaka asubuhi saa 4 mimi nimeshatumia zaidi ya 600,000. Asubuhi hiyo saa 4, 600,000. Ananiambia, nikwambie mtumishi, mimi yani ni vizuri tu, yani nilikuwa nimelala vizuri tu, lakini sasa ma stress, kabla sijalala hayo nimeshaangalia mapornography ya kutosha. Asubuhi nimeamka, nimeenda kwenye bar, najua kuna bar zinazokesha. Nimeenda pale asubuhi, nimekunywa pombe, nimenulia watu pombe, nimechukua na mwanamke, nimekuja naye nyumbani. Lakini sasa nimeamua haya maisha siyatai, kwa hiyo nimemfukuza. Hii asubuhi. Kwa hiyo hapa nimefanya maamuzi kwamba mimi nataka nibadilike. Ninataka nifunguliwe kwenye hivi vifungo. Na kupigia simu, nisaidie hapa nilipo. Nakumbuka nilimuombea yule kijana. Alikuwa na maroho yamemfunga, akafunguliwa. Na kuanzia siku ile maisha yake yakabadilika kabisa. Mpaka anapozungumza na wewe leo ni mtu wa tofauti, yuko kanisani front seat. Lakini hakutaka kusubiria neema, hakutaka kuifuata neema ya Mungu uko kanisani. Ngoja niende kanisani, ngoja Jumapili, ngoja nijiandae, ngoja nitubu kwanza, nijitakase, nijisafishe ndo niende. Neema inataka pale ulipo, inakufuata, inataka ufanye maamuzi hapo ulipo, kusema hichi kitu na kiacha sasa hivi. Ndivyo neema ya Mungu inafanya kazi. Kama ni kuokoka, ni kuacha kitu instantly, usisubirie wakati perfect. Neema ikikufuata inabidi ukubaliane nayo. God's grace meets you where you are, not where you should be. Paulo, neema ilimfuata Dameski. Alivyoanguka pale, alikuwa anaenda kuua. Akamwambia, nani wewe? Yesu akamjibu akamwambia, mimi ni Yesu naye niudhi. Akamwambia, nani wewe Bwana wangu? Alivyomwambia ni Bwana wangu, kwamba kuanzia leo nimesarenda, you are my Lord. Wewe ni Bwana wangu na mimi ni mtu wako. Instantly Paulo alitubu pale na kugeuka akiwa barabarani. Neema inakufuata ulipo, inakupasa uikubali inapokufuata. Usisubirie wakati sahihi. Neema ikikufuata ndio wakati sahihi. Najua kuna watu waliamua kuacha pombe, sio kwa sababu walisubiria kuna Jumapili moja ya maombi ndio niende kanisani. Ni kuna siku alisema, kuanzia leo na bia 5 zimebaki mezani, sinywi, naondoka na ziacha hapa, kuanzia leo sitakunywa pombe. Kuna watu waliacha zina, walifanya maamuzi tu, kuanzia sasa hivi sifanyi. Yani kuna kitu kina click ndani ile neema, kwamba kwa nini unafanya hivi? Kwa nini usiache? Ukipata hiyo neema, fanya wakati huo. Jambo lingine, kama umeanguka, neema inakuja kukuinua na kukuweka juu zaidi ya pale ulipokuwa mwanzo. Kama umeanguka,
neema inakuja kukuinua na kukuweka zaidi ya pale ulipokuwa mwanzo. Ndivyo neema inafanya kazi. Kwa hiyo unavyoikubali neema ya Mungu, jua kabisa itakuinua, itakufanya kuwa mtu mzuri zaidi ya mwanzo, itakupeleka mbali zaidi ya pale ulipokuwa mwanzo. Kiuchumi, kifedha, kiroho, kwa namna yoyote ambayo unataka, neema itakuinua zaidi. Jambo lingine kuhusu neema inafanya kazi, uponyaji wako unakuja pale unapokubali neema ya kuanza upya. It is your decision. Nimeshasema hiki sana. Uponyaji, unataka kupona moyo wako, yaani lazima uanze upya. Sio unapona ndio unaanza upya. Kwa mfano una majeraha ya mahusiano, lazima ukubali kwanza, kuanzia leo nataka, I want to be a fresh person. Mtu mpya mwenye tumaini, mtu anayejielewa. Pale ndio uponyaji unaanza kuingia ndani yako. Unataka kuacha pombe, unataka kuacha zinaa, unataka kuacha nini? Uponyaji unakuja unavyoamua kuanza upya. Yaani unajua huyu mwanampotevu angesema basi ngoja nifanye kazi, nipate nguo nzuri, at least nipate hela kidogo ndio niende kwa baba yangu, asingeponaga mpaka leo. Lakini alisema hivi nilivyo na nyanyuka na haya manguo yangu naenda kwa baba yangu. Yaani hapo neema ilimjia. Na yeye akaikubali, akakubali kuanza upya na uponyaji ukaja. Yaani alivonyanyuka na yale manguo yake, akaenda kwa baba yake, ndio alipona. Kwa uponyaji wako unakuja pale unapokubali neema ya kuanza upya. Ndio uponyaji unakuja. Ukisoma habari ya mwana mpotevu utaelewa zaidi. Lakini neema inakuja kuanza sura mpya na mwanzo mpya kwenye maisha yako. Kama unataka maisha yako yabadilike, lazima uikubali neema. Unajua tangu nianze kukufundisha sijasema uiombe. Hii neema iombu ipo. Sijasema omba neema ya kuanza upya. Hii neema ipogo kila siku asubuhi. Inachohitaji ni maamuzi yako. Aiombu, yani wala usije ukafanya maombi ya kusema naomba hii neema. Usifanye hata siku moja. Ni neema ambayo ipo masaa yote. Kwa hiyo amua kwamba ninaanza sura mpya kwenye maisha yangu. Mimi watu walinijua ni mwizi, ni jambazi, watu walinijua ni mtu namna gani. Kuanzia leo hiyo sura naifunga, naanza sura nyingine. Ile neema inakupa mwanzo mpya. Lakini neema inakupa utambulisho mpya. Ule utu wako wa kwanza unafutika, unakuwa mtu mpya. Watu walikujuaje? Neema inachokuja inakupa upya katika utambulisho, inakupa upya katika utu, unakuwa mtu mpya. Unajua Paulo alikuja kuitwa Paulo, lakini alikuwa jina lake mwanzo alikuwa anaitwa Sauli. Lakini ni neema ilimpa utu mpya, akawa aposto, akawa mtume, lakini mwanzo alikuwa muuaji. Lakini ile neema ikamfanya akawa mtu wa tofauti. Huyu mwanampotevu alishaenda akawa mfuga nguruwe, kijakazi au mtumwa, lakini neema ikamfanya kuwa mtoto, mwana kwenye nyumba ya baba yake. Neema inakupa new identity. Unakuwa mtumishi. Kuna watu walikuwa ni majambazi, wakatili, wauni. Leo ni watumishi. Wengine ni waimba kwaya, wengine ni wasomi, wengine ni wafanya biashara. Yaani neema ina namna ya kukubadilisha. Naweza nikakupa shuhuda nyingi. Mimi nasemaga kati ya mtu ambaye ameona Mungu akibadilisha ni mimi. Hata uniwekee panga shingoni, siwezi kumkana Mungu kwamba badilishi. Mimi nimeona maisha ya watu yakibadilika. Identity za watu zikibadilika. Watu ambao walikuwa hawafai leo wanafaa. Wengine leo ni waume za watu ambao walikuwa hawafai. Wanawake ambao walikuwa hawafai leo ni wamama wako kwenye nyumba. I know their stories. Najua stories zao. Lakini neema imewabadilisha. Ni kitu cha ajabu. Nilianza pale mwanzo nikwambia huyu anaitwa Mungu wa neema yote. Nataka nikuhakikishie Mungu ni Mungu wa neema yote. Kuna watu walikuwa hawana vitu, leo wana vitu. Walikuwa hawana pesa, leo wana pesa. Walikuwa maskini, leo Mungu amewasaidia, lakini kwa sababu waliamua kuanza. Na mimi mara nyingi nikiongea na watu hata katika counseling zangu, nitakwambia fanya maamuzi, kwa sababu nguvu iko kwako. Watu wengi hawajui hichi kitu. Wako busy kuomba Mungu naomba neema, Mungu naomba neema.
Huyu ni Mungu wa neema yote, ilishaachiliwa katika Kristo Yesu. Wewe unatakiwa ufanye maamuzi ya kutembea na hiyo neema, uikubali na uende nayo. Yaani, ukisoma Wagalatia 1 mstari wa 22 na 24 hadi 24, anasema hivi. Huyu ni Paulo anazungumza habari yake. Anasema, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuudhi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani, wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Walisikia yule aliyeliudhi kanisa mwanzo sasa anaihubiri ile imani. Ndio maana nilikwambia hivi, neema inakupa utambulisho mpya, lakini neema haifuti yaliyopita. Hadi yeye kwenye mstari, yule aliyeliudhi kanisa. Kwa hiyo yani, kile kitu cha Paulo alikuwa anakifanya cha kuliudhi, kulishutumu kanisa, kuua Wakristo, sasa hivi imekuwa ni ushuhuda, na watu wakamtukuza Mungu kwa sababu amembadilisha muuaji kuwa mtumishi. Identity mpya, utambulisho mpya nao. Lakini ule wa zamani aliokuwa nao unakuwa ni ushuhuda. Kwa usijionee haya kwamba wewe ni nani sasa hivi au ulikuwa nani. Ule ni ushuhuda. Unahitaji unyenyekevu tu wa kukubali kwamba mimi nilikuwa hivi, Mungu amenifanya hivi. Na ukifanya hivyo ndio unaokoa watu wengi, kwa sababu ni kweli Mungu anabadilisha watu. Sasa unachotakiwa kukifanya ni anza tena, na anza kidogo. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kukusaidia. Sio lazima uanzie juu. Nenda tu kama mwanampotevu, mwambie Mungu, mimi nataka kuwa mtumwa. Mungu atakuheshimisha katika nyumba yake. Yani, usitake kuanza vitu kwa mara moja, unaanza taratibu. Sasa nimekuwa nikizungumzia kuanza upya kwenye maisha kwa ujumla, lakini hata vitu vya kawaida tu. Labda ulikuwa usomi Biblia tena, anza tu. Utasoma Biblia siku ya kwanza utaona maruerue. Kesho utaanza kupata mwanga. Kesho kuta mwanga. Baada ya muda utaanza kulielewa neno vizuri. Ulikuwa uombi. Kama ulikuwa umeacha kuomba, usitegemee siku ya kwanza unaweza ukaomba masaa 2. Utaomba sentence 2 au 1. Kesho sentence 5. Kesho utaomba dakika 1. Kesho kutwa dakika 2. Baada ya wiki moja una muda wako, unaweza ukaomba hata nusu saa au lisaa lizima. Mungu anakuongoza na Mungu anakuongeza. Kwa hiyo anza, kubali, anza kidogo, fanya maamuzi, kubali kuanza tu, alafu Mungu atakusaidia. Alafu amini kwamba Mungu hajakukataa. Umekubaliwa katika neema yake iliyo katika Kristo Yesu. Watu wengi wanashindwa kuanza upya kwa sababu wameshajikatia tamaa, wanaona hawafai na Mungu amewakataa. Mungu hajakukataa. You can start again. Mungu bado yupo, neema bado ipo. Yani nimekwambia kila siku asubuhi neema ipo, every morning. Na kitu kingine, you are not what happened to you. You are what grace can make you. Yani wewe haujawa kile kitu kilichotokea kwako. Wewe unakuwa vile neema inavyokufanya. Haijalishi umefanya mistake gani, labda umemsaliti mume au mke wako au mtu ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano. Usikubali kwamba wewe sasa kuwa msaliti. Neema itakufanya wewe kuwa mtu. Itakufanya baba, mume au mke bora. Unavyoamua kuanza upya, ile neema inakupa new identity kama nilivyosema mwanzo. Kwa akilini kwako usijione kwamba mimi nimesha kuwa mtu fulani kutokana na kilichotokea kwangu. Isiwe hivyo. Ona kwamba kwa neema ya Mungu unaweza kuanza upya. Usijikatie tamaa. Umekubaliwa na Mungu, na Mungu wetu ni Mungu wa neema yote. Ninaomba niombe kwa ajili yako. Bwana Yesu, ninamwombea mtoto wako aliyesikia ujumbe huu. Msaidie kwa neema yako aweze kufanya maamuzi ya kuikubali neema na kuanza upya. Roho Mtakatifu muongoze, afanye maamuzi sasa. Neema imemfuata alipo. Ninaomba neema hiyo ikatende kazi kwenye maisha yake. Mpe neema ya kukubali neema hiyo.
aanze upya katika jina la Yesu. Yule aliyejikatia tamaa, mpe tumaini jipya, asijikatie tamaa. Msaidie kuanza upya katika Kristo. Msaidie kufanya maamuzi ya kutaka maisha mapya na mabadiliko. Msaidie kufanya maamuzi ya kukufuata na kukugeukia wewe Bwana, katika jina la Yesu. Ninavunja roho zote, vifungo vilivyofunga ufahamu na utayari mtu anashindwa kufanya maamuzi. Ninateketeza minyororo yote ya giza iliyofunga maamuzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maswali yanayofanya kazi katika akili